Asifiwe. Leo tutazungumzia neno ambalo linasema ya kwamba Bwana amekuja kukutetea na Bwana amekuja kuandalia meza mbele ya watesi wako. Bwana asifiwe sana. Tutaenda kusoma mara moja neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 41 ama 41 mstari wake wa 25 mpaka 44. Lakini we mwenyewe pia ukitaka usome, si kusema ukitaka, kila mara niko nawahimiza mupate muda wa kusoma neno la Mungu. Ni vizuri sana mtu ama Mkristo kusoma neno la Mungu. Kusoma pia Mwanzo hiyo pia sura 22 na chapter yote imalize, na 41 chapter yote na imalize. Itakusaidia sana kuelewa mengi. Hatuwezi pata muda wa kusoma mambo mengi zaidi kwa ajili ya urefu wa video. Tutasoma katika jina la Yesu Mwanzo sura 41 mstari 25 mpaka 44 ama 41 25 mpaka 44, na tutasoma katika jina la Yesu. Inasema hivi: Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Mungu amemwonyesha Farao atakavyofanya hivi karibuni. Wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7 ya yale masuke 7 mema ni miaka 7, ndoto ni moja. Na wale ng'ombe 7 dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka 7 ya yale masuke 7 matupu yaliyokaushwa na upepo, wala mashariki yatakuwa miaka 7 ya njaa. Ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibu. Tazama, miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri, kisha kutakuja miaka 7 ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasauliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaharibu nchi, wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa kali sana. 32. Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuwa mara 2 ni kwa sababu nalo neno hili Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Baada Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao akafanya hivi tena, akamweka wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba. 35. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii njema ijayo, wakaweka katika akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika nchi, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri. Nchi isiharibike kwa njaa. Neno hili likawa njema machoni pa Farao na machoni pa watumishi wote. Farao akamwambia watumishi wake, tupate wapi mtu kama huyu mwema? Roho ya Mungu ndani yake. Farao akawaambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwingine akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa msimamizi ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa katika kiti cha enzi tu. Nitakuwa mkuu
kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamvika pete ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamuvika mavazi ya kitanzi nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana amekuja kukutetea, Bwana amekuja kukuinua. Machoni pa watesi wako atakuandalia meza. Bwana asifiwe. Kijana Yusufu ni habari ndefu hiyo katika kitabu cha Mwanzo. Ukitaka kujua vizuri habari za Yusufu, anza Mwanzo sura 39, 40, 41, 42 mpaka 50. Utasikia habari za Yusufu zote, tangu kuzaliwa, kukomaa, yani maisha yake yote utajua. Lakini hapa tumesoma mahali hii mistari kidogo ili kwamba tukomboe muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu alikuwa kijana ambaye alizaliwa, na katika familia yao walikuwa watoto 12. Lakini Yusufu alikuwa kijana ambaye alikuwa anapendwa sana na baba yake. Na baba yake alimuuzia kanzu nzuri sana ya marangi nzuri sana ambayo yanapendeza. Lakini Yusufu alikuwa kijana mwenye kuota ndoto sana. Alikuwa anaota ndoto. Na siku moja aliota ndoto, ndugu zake wakaanza kumsikilia wivu na kumchukia kwa sababu ya ndoto ambazo alikuwa akiziota. Maana ndoto zake zilikuwa na maana, ni Mungu alikuwa anamzungumzia akimuonesha mambo ya mbele, maisha yake ya mbele yatakuwaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpendwa, sikia nikwambie. Kila ambacho utakuwa, Mungu alikitayarisha kabla hujazaliwa. Maandiko nasema Mungu alikujua kama hujakuwa mbegu katika tumbo ya mama yako. Shetani anaweza akajaribu kuleta vizuizo, mavita, majaribu, mambo ya kukupiganisha, lakini kile Mungu alikuandaa kuwa, utakuwa kama Mungu alivyokuandalia ukue, kama wewe mwenyewe hauharibu ile baraka Mungu ameweka mbele yako, ama ile ahadi Mungu ameweka mbele yako, kwa sababu Mungu anaweza kukutayarishia mema huko mbele. We mwenyewe unaharibu. Kwa sababu gani? Ukianza kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuna wakati hizo ahadi na mipango Mungu aliyo nayo mizuri juu yako inaibwa na shetani, haitatimia tena. Bwana aturumie sana. Yusufu siku moja kaota ndoto tena, akaambia ndugu zake, akawaambia, mimi nimeota tumeenda kukata majani na tumefunga majani mafungo na tumekuja tunabeba mafungo kwa kichwa, familia yote mzima. Na tulipofika kwa uwanja nyumbani, kila mtu aliangusha mganda wake wa nyasi chini, yangu ilibaki nasimama, na yenu nyote pamoja na baba na mama ilianguka yote mbele ya mganda wangu, kabaki tu unasimama. Amele fungo yangu ya nyasi kabaki nasimama. Ndugu zake, maana walikuwa watu ambao wamekomaa, wanamshinda miaka na akili, wakatambua, wakaona kwamba hiyo ndoto inamaanisha Yusufu atawatawala, yani atakuwa kama mtawala wao, atakuwa chini yake. Wakakasirika sana, wakaanza kumwambia, wewe katoto wewe ushakuwa bwana ndoto wewe. Ndoto zako hizo unatuletea kila mara kila wakati. Siku gani sisi na mama na baba tutakuabudu wewe, utatutawala siku gani tutakuabudu? Tangu hiyo wakati wakaanza kumchukia, hawamupendi. Baba yake akamnunulia pia hiyo kanzu, pia kaleta wivu. Sikia nikwambie, kama kuna kipawa ndani yako, kama kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, kinaweza kuwa kipawa cha kiroho, kinaweza kuwa kipawa cha kimwili, inaweza kuwa Mungu amekuweka kuwa baraka kwa familia yako, baraka kwa wengine. Kuna kitu ndani yako. Na kuambia mpendwa, utajipata kwa mtu mwenye haupendwi na watu, na sana sana wale watu ambao watakuwa wakupendi ni watu ambao hawamjui Mungu. Na isikushangaze, hata kuna wakati mwingine shetani atawatumia watu ambao wanamjua Mungu. Wakanisani pia wataanza kupiga vita, watakuonea wivu, kwa sababu kitu kenye kiko ndani yako kina shine, kuna kipawa, kuna kitu cha maana sana Mungu ameweka ndani yako. Nyota yako inang'aa sana, inafanya wale wengine wasikie hawana amani.
Bwana turumie sana sana sana. Wale ambao ni wavuguvugu au mutasikilizana na utakuwa najiulizana kuna nini, mbona watu hawanipendi? Bwana Yesu asifiwe sana. Usijali, Yesu akasema dunia yakunipenda mimi na wewe haitawapenda na ninyi haitawapenda. Bwana asifiwe. Ukijichunguza unaona kwa mapenzi ya Mungu au kwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu au kumkosea mtu, weka kimya, tulia, kuna kitu ndani yako. Haleluya. Maandiko nasema Yusufu akatulia, akakaa kimya. Siku moja wa ndugu zake walikuwa wanachunga kondoo, babake Yusufu akaondoka akaenda kuwaona ndugu zake. Walipomwona na kuja, kumbe walikuwa wanamvizia, walishakosa jinsi ya kuweza kumfanyizia mabaya, maana alikuwa anapendwa sana na baba yao. Walipomwona na kuja, wakasema bwana, ndoto anakuja leo, tunamumaliza leo. Bwana turumie sana. Kuna watu wanakupangia tutamumaliza, tutaona hata endeleaka, hata fika kafasi. Hakuna mtu anaweza kuzia mpango wa Mungu kwa maisha yako. Simama imara, tii mapenzi ya Mungu, tii amri za Mungu, heshimu Mungu wako. Yale Mungu alikuumba uishi, ukue na utakuwa yale yale. Yale Mungu alikutayarisha katika maisha yako uyaishi hapa duniani, utayaishi. Mwanadamu hawezi akayazuia. Maandiko nasema ameweka mlango uliofunguliwa mbele yako ambao kuna mtu anaweza kuufunga. Wewe mwenyewe unaweza kuufunga kama ukienda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Ahadi ya Mungu haitatimia kwa maisha yako. Kile Mungu alikuumba uwe, hautakuwa hicho kwa sababu umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Unaweza hata ukafa haraka kabla haujafikia yale Mungu amekuandalia mbele katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ni kusema siri ya kufikia ahadi za Mungu, siri ya kufikia yale ambayo Mungu alikuumba uwe, ni kuishi mapenzi ya Mungu, ni kumheshimu Mungu na kutii amri za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kumbuka neno moja, hakuna mtakatifu. Unaweza kukosea hata kama wewe ni Mkristo. Nimesema kwamba mimi ninajitahidi, mimi ninataka niishi mapenzi ya Mungu. Unaweza ukajipata umeteleza, lakini kumbuka unaweza ukateleza unakosea, na wakati unakosea mrudi Mungu mara moja, usibakie huko, rudi Mungu mara moja, tengeneza maisha yako, utubu na kuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka Daudi Mungu alimpenda sana na Mungu alimshuhudia sana, kwa kuwa Daudi alikuwa mtu wa kujitambua sana. Si kusema Daudi alikuwa mtakatifu. Nakumbuka Daudi ni yeye aliua Uria kwa vita na kisha akachukua mke wa Uria. Unasikia maovu ya Daudi, lakini Daudi alikuwa mtu wa kujitambua. Alishamaliza kukosea, anafunga na kufunga na kulilia Mungu, anavaa magunia, analia, anaomboleza, mwenye moyo kupondeka, na Mungu anamsamehe. Haleluya. Kwa hiyo wakati unakosea Mungu, hata kama uko katika ile njia ya utakaso, unapigana na unapambana ili kwamba umpendeze Mungu, ukijipata kuna mahali umeteleza ukakosea Mungu, rudi haraka kwa magoti, tubu, omba msamaha, kutana watumishi wa Mungu wakuombee, na utaendelea vizuri na Mungu wako na utalinda uhusiano wako na Mungu. Basi walipomwona nakuja, wakamshika. Walipomshika kamata nguo yake, wakamuondolea kanzu nzuri sana ambayo alikuwa alimununulia, maana ilikuwa imewatia wivu. Kuna kitu cha samani sana Mungu ameweka ndani yako, kinafanya watu wanakusikilia wivu, kinafanya watu wanakuchukia, kinatuma hata familia yako wakupendi. Lakini wewe tulia, ngoja muda wa Mungu, kaa katika mapenzi ya Mungu. Mungu atajizirisha katika maisha yako. Ninaambia mtu amba kuna mtu mwenye kwa hapa umekuwa katika maisha ambao haupendwi, unafanya mema lakini watu wakupendi. Yule ambao anatendea mema kisha ndo anakuongea vibaya. Kuna kitu ndani yako. Kama kweli ya kukosea mtu uko mapenzi ya Mungu, kuna kitu ndani yako. Wewe kaa kimya, tulia, kesha kwa maombi, chunga uhusiano wako na Mungu, siku moja utayashuhudia. Bwana asifiwe sana. Basi Yusufu wakamshika, wakamvua ile kanzu yake nzuri, wakachinja kondoo, wakaviringa ile nguo yake ndani ya damu ya kondoo, na wakamshika Yusufu akiwa uchi, wakamtupa kwa shimo na wakatulia. Mpango wao ulikuwa kwamba wapeleke ile kanzu mbele ya baba yake, ilikuwa na damu, waambie kama ameraruliwa na wanyama, amefariki. Samani sana. Basi Yusufu
wakamtupa kwa shimo huko, wakaenda zao kuchunga kondoo, wakakaa kimya, wakatulia. Alafu baadaye mmoja wao akaona wafanyabiashara wanakuja wanapita hiyo njia, na alipowaona akaambia ndugu zake, lakini kuliko tumwache humo wanyama waje wakamuua huko na kumkula, si basi tumuuzie hawa tupatie pesa? Bwana sifiwe sana. Mungu ana njia nyingi ya kukuokoa. Usiogope unayoyapitia. Mungu ana njia maelfu ya kukuokoa katika shida yako. Muda wa Mungu utafika. Bwana asifiwe. Yusufu, ule ndugu yake mmoja mwenyewe alisema wamtoe wamuuze wapate pesa, ilikuwa mpango ya Mungu. Apelekwe aenda ni mlango Mungu amekuwa amefungua ili kwamba pelekwe huko kwenye Mungu ataenda kutimiza ahadi zake juu ya maisha yake, kule kwenye ataenda kuwa kile ambacho Mungu alikuwa anamuonesha kwa ndoto kiende kutimilikia huko. Ni mlango Mungu alikuwa amefungua. Haujua mlango gani Mungu atapitia. Unaweza ukaona ule mlango kwamba ni mlango wa mateso, ni mlango wa shida. Kwa nini hii? Kumbe umo hapo kwenye unaona kwamba ni magumu, ni shida, ndio pale Mungu anaenda kufungua mlango wako, ufikie baraka yako, ufikie majibu yako. Bwana asifiwe sana. Usiwe mtu wa kunungunika. Usiwe mtu wa kunungunikia kila kitu. Kila kitu kinachokuja maisha yako kinaweza fanana kwamba ni kitu ambacho hakina maana, ni kitu ambacho ni maisha ambayo pengine ni magumu naishi, lakini pale Mungu atafanya mlango wa kuonekana jibu kwako, wa kukutendea mema, wa kukutimizia ahadi na yale ambayo alikupangia wewe kuwa. Bwana sifiwe. Basi Yusufu akatolewa mule, akauzishwa, wakapewa pesa, wakaenda nyumbani, wakaenda kumwambia baba yao, Yusufu amefariki, tumepata wanyama wamemkula. Baba yake akaomboleza, alikuwa anampenda sana, akaomboleza sana tena sana. Basi Yusufu akapelekwa huko. Alipopelekwa huko, ukisoma hii nani yake ya Mwanzo 42 ama 12 ile chapter, inaonyesha vile alipelekwa. Alipofika huko akanunuliwa na mtumishi wa mfalme huko kwa nyumba ya Potifari. Aliponunuliwa huko akaishi huko, akawa sawa kwa kijana mwanamcha Mungu, mwanamheshimu Mungu, akapata kibali. Sikia, kama unamheshimu Mungu, kama unatii Mungu na kufanya mapenzi yake, si watu wote watakuchukia. Kuna wale ambao pia Mungu ameweka kitu ndani yao, na wale Mungu atakupatia kibali mbele yao. Basi akapata kibali mbele ya Farao, akapata kibali mbele yake ya Potifari, si Farao, Potifari. Alipata kibali mbele ya Potifari, akamweka ndani ya nyumba yake, akawa mtumishi ndani ya nyumba yake. Alipoingia ndani ya nyumba yake, baraka zilimiminika, kila kitu cha Potifari kikaendelea vizuri. Alafu Potifari akatambua, akaona tangu kijana ingie mwa hii nyumba, baraka zimekuwa nyingi, kila kitu chake kinaenda vizuri. Alafu akamweka juu ya kila kitu cha nyumba yake. Kitu alikuwa tunajua mwa hii nyumba ni chakula peke yake. Basi Yusufu akaendelea kumtii Mungu na kumheshimu Mungu. Shetani naye akaona wivu, akaona Yusufu ameenda kufikia ahadi zake, baraka zake, mwenda kumtimizia yale ambayo alikuwa anamuonesha tangu utoto. Hakutaka hiyo. Shetani hataki wewe ufikirie baraka zako. Shetani hataki wewe ufikirie ndoto zako. Bwana aturumie sana. Kitu ufanye ili kwamba uweze kumshinda shetani, kesha katika hali ya maombi. Haleluya. Na utapata kuzifikiria na kushinda. Akaanza kumpangia Yusufu. Shetani iko na kupangia ili usifikie ndoto zako. Jilinde sana. Haleluya. Basi mke wa Potifari akaanza kumtamani Yusufu. Mwa hiyo kumtamani Yusufu, akamwambia Yusufu, nataka ulale na mimi. Yusufu akamwambia, mimi bwana wangu ama bose yangu ameniweka juu ya kila kitu mwa hii nyumba, sikose kitu. Yani mimi niko shefu kwa kila kitu isipokuwa wewe. Naweza aje kumkosea bose yangu nianze kulala na mke wake? Akasema hiyo haiwezekani. Mke wake akazidi kumtafuta, la Yusufu akasema no,
Hiyo haiwezekani. Unajua kama Yusufu angekubali na kulala na mke wa Potifari, angepoteza yote ambayo Mungu alikuwa amemwandalia, angepoteza yote. Lakini angalia, Yusufu alisimama kwa msimamo wake wa kumheshimu Mungu na kungoja Mungu mwenyewe. Sikia mpendwa, usitafute majibu ya haraka haraka. Usijiwekee njia kwenye hakuna njia. Acha Mungu mwenyewe anakuja kukutendea. Vumilia yale ambayo anayapitia. Mangapi Yusufu alipitia? Katika shimo alitupwa, lakini Mungu akamwokoa hapo, akapelekwa katika nyumba ya Potifari. Mungu wa Potifari naanza akamtaka mtega mitego. Sasa atakuonesha mazuri, atakutega mitego. Usifikiri kila kitu kinang'ara kama oro na ni kama dhahabu. Ni dhahabu, si kila kitu kinang'aa ni dhahabu. Kwa hiyo mpendwa, usitake baraka ya haraka haraka. Usidanganywe na shetani. Kijana atakuja, ninakupenda kwa girlfriend yangu, alafu mwanze kufanya usherati, mwanze kufanya mambo ambayo yampendezi Mungu. Utapoteza baraka yako, ndoto zako utaziharibu. Bwana kurumie sana. Fanya angalisho mpendwa. Wewe ni mjakazi wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Mitego shetani za kutega mbalimbali, usikubali kuanguka katika mitego ya shetani. Linda utakaso, yale ambayo Mungu alisemaka juu yako. Ndoto zako utazifikia. Mungu atakuwekea mlango wa kufikisha katika ndoto zako na katika ahadi zako. Bwana asifiwe sana. Basi Yusufu akakataa. Mke wa mfalme wa Potifari akuchoka. Siku moja akamshika kwa nguvu, wakati alikuwa anatengeneza kazi kwa nyumba yake, akamshika kwa nguvu. Yusufu akasema, hata unishike. Maandiko yanasema mkimbie shetani naye atakukimbia. Bwana asifiwe sana. Yusufu akakimbia, akamshika kwa shati, akamwachia shati, akakimbia akaenda zake. Wakati alikuwa anamwachia shati, alipiga kelele na kusema, huyu Mwebrania mleta hapa, ametaka muleta hapa, anataka kunishika kwa nguvu. Watu wakaja kumwangalia kilia, ametaka kunishika, ametaka kufanisikia. Nikwambie, wakati shetani atakupangia mipango na kwamba haukuanguka mitego yake, shetani atalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jua kwamba mlango wako wa ushindi umekuja. Wakati jaribu inakufinya mpaka unaona unafika kwenye umefika mwisho, unaona umekufinya mpaka unaumia, unalia machozi, jua majibu yako kwa mlango. Bwana asifiwe sana. Usikubali kukata tamaa. Ukisikia majaribu lako limekuwa ngumu, limekuwa uchungu, umepita kwa moto, umeteseka, jua kwamba hapa Mungu anaenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe vumilia tu. Muda kidogo tu Mungu anaenda kutenda. Basi akakataa, akamwambia mimi siwezi. Bwana turumie sana. Akaenda wakamshika Yusufu, wakamtupa ndani ya gereza. Mzazi naenda, wakamtupa ndani ya gereza. Wakati alimtupa ndani ya gereza, akakaa huko, hakufanya kosa, lakini akawa ndani ya gereza. Huko gereza tena Mungu akampa kibali. Kama una Mungu, unamtii Mungu, mahali pote utaenda Mungu atakupa kibali. Wakutupe wapi, Mungu atakupa kibali tu. Hakuna mtu atazuia mpango wa Mungu kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Wewe mche Mungu tu na kushika maagizo yake. Wakamweka tena mkuu wa gereza huko. Alafu siku moja watu wawili walikuwa ndani ya gereza. Mmoja alikuwa mnyeshaji wa mfalme, mwingine mwenye alikuwa anamtengenezea kinywaji, mwingine alikuwa mtu wa kutengeneza chakula wa mfalme. Wakafanya makosa huko na wakatupwa ndani ya gereza. Huko gerezani wakaota ndoto. Yule mwenye alikuwa anamtengenezea mfalme kinywaji akaota kwamba ameona mzabibu umechanua vikundi vitatu vya matunda na yote yameiva. Akaona ako natengeneza kinywaji katika kikombe cha Farao, iko namwekea kinywaji iko ndani ya kikombe. Akamwambia, wewe nyama, siku 3 utatolewa ndani ya gereza, utarudi kwa kazi yako. Mwingine na mimi yote nilikuwa na mikate mafungo 3 na nimebeba kwa kichwa, lakini ndege wanaikula kwa kichwa changu. Akamwambia, wewe utatolewa kwa gereza na utakata kichwa na ndege wanga utatungiwa kwa muti na ndege wanga watakula mzoga wako. Bwana turumie sana. Kisha Farao na akaenda kaota ndoto sasa. Huyu mwenye alitoka kaenda kurudia kwa kazi. Yusufu akamwambia, ukifika kwa mfalme usinisahau na mimi.
Kumbuka mwanadamu, usitumainie kama mwanadamu atakukumbuka. Acha Mungu akukumbuki. Maana mwanadamu hakumbuki mema ambayo ulimtendea. Mungu ndiye atasahau matendo mazuri ama wema wako ama jinsi unajitoa kumtumikia na uaminifu wako, Mungu ataweza kusahau. Akaenda huku, akaenda kujifanya kazi yake, akakula raha, akasahau Yusufu. Alafu Farao Mungu akitaka kukujibu atafanya mpaka na wafalme na watu wa heshima wakose amani. Akaenda akamwotesha Farao ndoto, ng'ombe 7 wenye wadhaifu wanameza ng'ombe 7 wanono. Bwana tuturumie sana. Farao akachanganyikiwa, akajiuliza ni nini. Kisha siku nyingine akalota masuke ya mtama 7 mabovu na 7 manono. Ile mabovu tena na meza yale inachipuka. Akachanganyikiwa, akaambia munieleze hizi ndoto ni nini. Akaita wachao wa nchi yake, hakuna mwenye alijua maana ya hiyo ndoto. Sasa wakati Farao alikuwa amekasirika, anasema nitawaua, mna faida, hakuna mtu kunieleza hii ndoto, na amechanganyikiwa, kichwa kimechanganyikiwa, amekuwa na stress. Ndio ule mwenye Yusufu aliambia kwa nikumbuke, akakumbuka, lakini kwa sababu anaona kwamba anataka kuuliwa. Bwana turumie sana. Mwanadamu usitumanie kwa mwanadamu atakuwa msaada kwako. Ndio maana maandiko yanasema alainiwa mtegemee mwanadamu. Anayetegemea msaada kwa mwanadamu, tegemea Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Hataweza kusahau. Yusufu ule mwenye alitafsiria ndoto alimsahau. Maandiko yanasema ya kwamba akakumbuka, usiwaue. Kuna kijana mmoja ndani ya gereza anitafsiria ndoto yangu na ikatimia hivyo. Wakakimbia wakaleta Yusufu, wakamtengeneza, wakamvaa mavazi mazuri, wakamleta ndani ya nyumba ya mfalme. Akamweleza Yusufu mfalme ndoto, akamweleza Yusufu ndoto yake. Akamwambia, hiyo ndoto inamaanisha kwamba kutakuwa miaka 7 ya njaa ya chakula, mavuno atakuwa mengi sana, na kutakuwa ingine miaka 7 ya njaa. Kwa hiyo mfalme, ilikuwa vizuri hii miaka 7 ya mavuno utafute mtu mwenye akili na hekima akusanye chakula miaka 7 yote iwekwe, ili kwamba wakati wa njaa ikifika chakula kikuwe kingi, njaa isisumbue hii nchi. Maana turumie sana. Mfalme akasema hakuna mtu mwingine mwenye nitatia kwa hiyo nani, hakuna mtu mwingine mwenye nitaweka hapo isipokuwa wewe Yusufu. Bwana asifiwe sana. Yusufu akakuwa premier ministre, akakuwa mwongozi wa hiyo nchi. Chini ya ilikuwa mfalme, kisha chini ya mfalme ni yeye. Akapewa kanzu nzuri ya kitani nzuri, akapewa mkufu wa dhahabu, akapewa pete ya dhahabu, akawa mtu wa heshima. Haleluya. Baada ya mateso yako, Mungu anaenda kukuheshimisha. Baada ya kudharauliwa, Mungu anaenda kukuheshimisha. Baada ya kukataliwa, Mungu anaenda kukutetea. Baada ya kusemewa uongo, kutupwa katika watu wanakutupa, hawakujali, hawakukumbuki, wanakusahau, Mungu anaenda kukuinua. Mungu anaenda kukutetea mbele za maadui wako. Watajua kuna Mungu mbinguni. Haleluya. Yusufu akatawala, akawa mfalme, akawa kabisa chini ya Farao ni yeye. Akapewa mpaka na utawala, akapewa na gari, watu wakapiga kelele, wakashangilia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mungu anaenda kukumbuka. Jina la Bwana libarikiwe. Anaenda kuandalia meza mbele ya maadui wako, wataona na watashangaa. Njaa ikawa nyingi sana. Alafu baba yake akatuma ndugu zake, akasikia kwamba katika nchi ya Farao huko kuna chakula. Akatuma wale ndugu zake wende wanunue chakula kule. Walipofika wakaona Yusufu kijana mzuri, wanampendeza, na alikwisha pewa mwanamke. Farao alimpatia mpaka na mke. Wakaja wakapiga magoti wakaabudu, tumekuja kununua chakula, sisi ni watoto wa baba mmoja, tulikuwa watoto 12, mmoja alibakia ni mdogo, mwingine alipotea, alikuliwa na wanyama. Yusufu akawaangalia, akawatambua, hawa ni ndugu zangu. Bwana asifiwe sana. Mungu atafanya maadui zako waje wapige magoti mbele yako. Mungu atafanya maadui zako warudi kuomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakuinua maadui zako wakiangalia hivi, wakishangaa, kwa maana Mungu wako na Mungu mwaminifu. Yusufu alishikamana na Mungu katika magumu yake yote, alikataa. Kama Yusufu angekubali kulala na mke wa Potifari,
akili yake ingemwambia ulale naye, ushakuwa mkuu mwa hii nyumba, kila kitu kiko mikono yako, na mke wake ukilala naye sasa marabo tatawala vizuri sana. Usitafute kuwa na mambo mengi sana, usiwe mulafi, tosheka na kidogo ulio nayo, usimkosee Mungu. Yusufu alikata, siwezi kosea Mungu. Usimkosee Mungu. Wakati utajilinda, unajitenga na kumkosea Mungu, hapo utakuwa umelinda sana baraka yako na ahadi yako na ndoto zako zitatimia katika maisha yako, wala kuna mtu mtazuia. Ndugu za Yusufu wakaja, hawamkumbuki tena. Amekuwa mtu wa ajabu, anapendeza na anavaa mazahabu, anawatumishi. Bwana asifiwe sana. Mungu anaenda kukumbuka mpendwa. Atakuandalia meza mbele ya maadui. Zaburi sura 25. Ati Bwana ameandaa meza mbele za watesi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na kikombe changu kinafurika. Kikombe chako kitafurika. Maadui zako watashangaa na kujua kwamba kuna Mungu. Shikamana na Mungu wako. Maandiko nasema Yusufu akawaambia, okay, nyinyi ni wapelelezi, mnakuja kupeleleza hii nchi. Akawasumbua kwanza kidogo. Hapana, sisi ni watu waaminifu. Sisi wanapiga magoti, wanaomba msamaha. Haleluya! Mungu anakuja kukutetea. Mungu anakuja kukuinua. Mungu anakuja kuandalia meza mbele ya watesi wako. We tulia, ngoja muda wa Bwana. Shikamana na imani, jitenge na uovu. Usikubali kudanganywa na dhambi, kama vile mke wa Potifari alitaka kumdanganya Yusufu. Alikuwa anataka amwangushe katika dhambi, shetani amwangushe katika dhambi ili kwamba asifikie ndoto zake. Usikubali shetani kuangusha katika machafuko ili kwamba anataka usifikie ndoto zako. Wewe shikamana na Mungu wako. Na wewe ambao hujamwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, pengine mambo yako yanachelewa, pengine matatizo na shida unazipitia zote, mengi yanatokana na dhambi ambazo unacheza ndani. Unahatarisha maisha yako na hautafikia ndoto zako, kwa sababu dhambi inaua. Dhambi inaua. Katika dhambi unaweza kutana magonjwa, katika dhambi utakutana majaribu ya kila aina, na huko mwenyewe hakuna Mungu atakuokoa. Lakini wakati unampatia Yesu maisha yako, Mungu atafungua milango yako, atafungua baraka zako, atakulinda. Jina la Bwana libarikiwe. Kumtii Mungu ni chanzo cha maarifa, wapendwa. Kumtii Mungu katika maisha yako ina faida yako wewe mwenyewe. Maana wakati unamtii Mungu, jicho la Mungu liko juu yako. Mungu anakulinda. Mungu anakuwekea milango iliyofunguliwa ambayo hakuna mtu anaweza kuifunga. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu atafanya maadui zako waje wakupigie magoti, waje wakuombe msamaha. Wewe nyamaza kimya, Mungu atakutetea. Haleluya. Mungu atakuandalia meza mbele za watesi wako. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akubariki. Amen. Tuombe. Mungu Bwana Yesu, nakushukuru kwa neno lako. Bariki neno lako Baba. Yote ambaye alisikia hili neno siku ya leo, ambaye anapitia kipindi kigumu, ambaye amekataliwa, ambaye ameteseka, ambaye anapitia majaribu ya kila aina, Bwana Yesu Kristo muongezee imani, mfanyia simame imara, usiwe jambo la kutikisa imani yake, mpaka afikie ndoto zake. Maana Bwana Yesu Kristo najua unakuja kumpanguza baba machozi, kumuinua huyu mama ukakadada, kumtendea mema, kumwandalia meza mbele za watesi wake, katika jina la Yesu Kristo. Bariki neno lako Mungu, na uwatendee mema kila atakayesikia hili neno. Natangaza kuona ushindi wako, na mtangazia kuona baraka zako, na mtangazia kuona kijibiwa na wewe, na mtangazia kuona kiinuliwa katika jina la Yesu Kristo, na kuwa na ushuhuda ule ambao walio mbali na karibu watajua kuna Mungu mbinguni ambaye anatimiza ndoto za walio wake. Kuna Mungu mbinguni ambaye anawatetea walio wake. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi naomba na kuamini. Amen. Bwana kubariki. Amen.